Tanzania inalenga kuongeza uzalishaji wa maziwa kutoka lita bilioni 4 mwaka 2025 hadi zaidi ya lita bilioni 13 ifikapo mwaka 2050, na hili ni ongezeko la takribani 225%, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo. Tunakwenda lita bilioni 13 na nyongeza zaidi. Hayo ni maelekezo ya dira 2050, lakini mipango yetu mikakati ya miaka mitano inatuelekeza kufanya ongezeko kila mwaka, na ndicho tunachokifanya. Mtakumbuka tumetoka lita bilioni 4.0 mwaka wa jana, tunakwenda sasa kwenye lita bilioni 2 mwaka huu, lakini tunakwenda tukiongezeka kwa kiasi kikubwa, kwa angalau 10% ndilo ongezeko. Kwa hiyo tunajiona hatuko mbali, 2030 tunategemea kuwa tumekwenda lita bilioni 10. Kwa mujibu wa msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania, Profesa George Msalia, kufikiwa kwa lengo hilo kutategemea uwekezaji mkubwa katika uzalishaji, usindikaji na masoko ya maziwa. Na katika kufanikisha azma hiyo, Profesa Msalia ametoa wito kwa vijana wa Tanzania kuchangamkia fursa zilizopo katika mnyororo mzima wa thamani wa maziwa, kuanzia ufugaji wa kisasa, uzalishaji wa malisho, usindikaji hadi biashara. Maziwa ni dhahabu nyeupe, kama ilivyo slogan yetu ya maziwa ya miaka yote. Maziwa ni dhahabu nyeupe, tunawaita vijana. Najua vijana wanachokiogopa ni nguvu ile inayotumika katika kuhudumia mifugo, kujenga mabanda na mambo kama hayo. Sasa teknolojia zipo, tunakwenda kidijitali. Tumezindua kitu kinaitwa Maziwa Hub kwa ajili ya vijana. Upatikanaji wa takwimu, ng'ombe anaumwa, unapata habari kwenye simu. Ng'ombe anahitaji chakula, unapata habari kwenye simu. Soko liko wapi, unalipata kwenye simu. Bei ya maziwa ikoje, unaipata kwenye simu. Mambo kama hayo yametengenezwa na wenzetu wa chama cha wasindikaji TAMPA, na wakisaidiana na wabia wa maendeleo. Bill and Melinda Gates ametoa fedha kwa ajili ya jambo hili. Nafahamu wenzetu wa Heifer International wamefanya jambo hili, wenzetu wa Landaholics wamefanya jambo hili. Yako mambo mazuri yanaendelea katika maeneo haya. Ni vizuri sasa vijana wachangamkie fursa, tusikae mitaani kulalamika hatuna ajira. Twendeni tukawekeze katika tasnia ya maziwa ambayo ina faida nyingi. Bei ya maziwa ni kubwa, na sisi tumesema unapopata lita 100 tu za maziwa unaajiri wa Tanzania 4 permanently. Kwa hiyo ni jambo kubwa, jambo ambalo tunaliita tusilalamike mitaani, tusilalamike mitandaoni. Twendeni kwenye kazi, tukafanye kazi kwa bidii, mafanikio yapo kazini. Tasnia ya maziwa imebeba zaidi ya uzalishaji wa chakula, imebeba ndoto za ajira kwa vijana, ustawi wa kaya na matumaini ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Shirika la Heifer International Tanzania lenye dhima ya kutokomeza njaa na umaskini kwa njia endelevu linaendelea kuhamasisha unywaji wa maziwa ili wananchi wasinufaike tu kwa uzalishaji pekee, bali pia kwa afya na lishe bora. Shirika hilo linaunga mkono juhudi za kuongeza matumizi ya maziwa kutoka wastani wa lita 65 hadi 70 kwa kila mtu kwa mwaka hadi kufikia angalau lita 200 kwa mwaka, kiwango kinachopendekezwa na wataalamu wa afya kote duniani. Kuna mbinu nyingine pia ni ya kujenga utamaduni wa unywaji maziwa. Sasa huu utamaduni lazima ujenge kutoka kwa mtoto akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo tumeweza kutekeleza miradi ya maziwa mashuleni, na mradi mojawapo ni tuliotekeleza katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Tulilenga kulisha wanafunzi wapatao 10,000, lakini tulifanikiwa kulisha wanafunzi 16,334. Hata hivyo, hatua mbalimbali zimeanza kuleta matokeo kupitia kampeni za uhamasishaji wa lishe, kuimarika kwa usindikaji wa maziwa na kuongezeka kwa upatikanaji wa bidhaa za maziwa katika masoko ya ndani. Wakati juhudi zote hizi zikilenga kuongeza uzalishaji, wengi wanajiuliza, inawezekanaje nchi yenye utajiri mkubwa wa mifugo na maziwa bado ikikabiliwa na changamoto za lishe? Heifer International Tanzania inaamini mafanikio ya sekta hiyo ya maziwa hayapaswi kupimwa kwa kiwango cha uzalishaji pekee, bali pia kwa uwezo wake wa kuboresha afya na ustawi wa wananchi. Je, shirika hilo linatamani kuiona wapi sekta ya maziwa? Mambo matatu. Moja, tunatamani kumwona mfugaji anafuga kibiashara. Kwa lugha nyingine nisema tunatamani kuona mashamba ama farms ama production units zinabadilika, zinakuwa taasisi za kibiashara. Hilo ni moja. Lakini jingine la pili, tunatamani kuona kwamba teknolojia zinatumika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sasa kuna mabadiliko ya tabia nchi. Mahitaji ya mazao ya mifugo ni makubwa, uzalishaji unakumbwa na changamoto nyingi za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni lazima tuwe tunatumia teknolojia, kwa sababu ardhi ni ile ile. Lakini jambo la tatu, tunatamani kuona idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wananufaika na sekta hii, na idadi hiyo kubwa ni ile 75%.
44% ya watu milioni 62 tuliokuwa nao sasa hivi ambao wako chini ya umri wa miaka 15, watoto, vijana wa kesho. Lakini 31% ya vijana ambao sasa hivi wanahangaika kutafuta ni maeneo gani wanaweza wakapata kujishikisha ili waweze kujitengenezea kipato. Kwa ujumla, tunataka ufugaji wenye tija, wenye kuongeza kipato. Swali kubwa hapa ni namna gani Tanzania itafikia malengo hayo makubwa wakati sekta ya mifugo ikiendelea kukabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ukame, uhaba wa malisho, uhaba wa maji pamoja na magonjwa ya mifugo vikiendelea kuwa changamoto zinazoweza kuathiri uzalishaji. Swali hili linaelekezwa kwa serikali kupitia Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Dr. Bashiru Ali. Katika wizara tuna mradi kabambe sana wa kuboresha sekta ya maziwa kupitia mnyororo mzima wa thamani, na lengo kubwa ni kutumia mradi huo kama njia ya hamasa na elimu kwa wafugaji kwamba majira tulionayo yamebadilika. Hali ya hewa imekuwa si rafiki. Mvua zikinyesha zinanyesha na uharibifu mkubwa. Wakati mwingine majira ya mvua hayatabiriki tena. Maeneo yaliyokuwa na uhakika wa mvua za kutosha sasa hivi yana ukame. Na katika ufugaji, jambo la kwanza, ardhi. Sasa ardhi ikiwa kame inapoteza pia sifa zake za uzalishaji. Jambo la pili, maji. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa na tatizo, maeneo mengi yanakuwa na ukame na ukame unakuwa muda mrefu. Na mifugo ikishakuwa na matatizo hayo ya uhaba wa malisho na maji inapoteza kinga yake ya mwili, na kwa hiyo inashambuliwa na maradhi makubwa. Na bahati mbaya sana wafugaji wasipokuwa na uhimilivu na mifumo ya uhimilivu wa mazingira hayo wanapoteza mifugo. Kwa mfano mwaka jana tumepoteza mifugo mingi sana hasa katika mikoa ya kaskazini. Na mfugaji akipoteza mifugo maana yake amepoteza uhai wa maisha yake, amepoteza hatima ya watoto wake, amepoteza pia uchumi wake na heshima yake. Kwa hiyo ndio maana tunaweka msisitizo katika uzalishaji wa malisho. Watu sasa wasitumie tena yale malisho ya asili peke yake, wasitegemee peke yake, kuvuna maji ya mvua. Ndio maana unaona sasa hivi tumewekeza nguvu kubwa sana katika uchimbaji wa maji, kwa sababu maji ya ardhini ni maji ya mvua, lakini pia kuchimba mabwawa. Na serikali imetoa ruzuku hasa kwenye mbegu hizi za malisho, na kuna teknolojia sasa hivi ya Junkao, kuna Rhodes, ni aina fulani ya nyasi ambazo zinahimili ukame, lakini pia wakulima pia wanahimizwa wakati wa mvua watunze yale malisho, wayakate, wayatunze, wakati wa ukame waweze kuyatumia. Kwa hiyo tunawekeza sana katika eneo la afya ya mifugo, kwa sababu sasa magonjwa yanaongezeka. Tunawekeza sana katika maeneo ya miundombinu ya maji, lakini pia na kuwekeza katika kilimo cha malisho, kuyasindika, lakini pia na kuyatunza. Na tunataka kuelekea huko mbele tunakokwenda, malisho yawe biashara. Mtu anaweza akaamua yeye mwenyewe asifanye kazi ya ufugaji peke yake, atoe huduma tu ya malisho apate kipato chake. Na hiyo hali imebadilika, imeanza kujitokeza. Tunawahimiza sana wafugaji sasa na hata wakulima waweze kuingia katika eneo hilo. Ni eneo jipya la kibiashara, ni eneo jipya la usalama wa chakula katika sekta ya mifugo. Katika maono ya kufikia uzalishaji wa lita bilioni 13 za maziwa kwa mwaka, vijana wana nafasi gani? Wataalamu wanaeleza kwamba nguvu, ubunifu na uwekezaji wa vijana vitakuwa nguzo muhimu katika kufanikisha malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo. Vijana ni baraka kwa taifa, wanakuja na maarifa, na kwa sababu sasa tunasema kuna mabadiliko ya tabia nchi yatakayokwenda kuathiri uzalishaji wa tija. Kwa hiyo vijana wanakuja na teknolojia za kisasa, vijana wanavutiwa na teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo ninataka kutoa wito kwa vijana, karibuni na maarifa yenu, karibuni huku kwetu. Pia kuna teknolojia za kutosha ambazo zinaweza kuwapelekea ufugaji ukawa wa kisasa zaidi na kuzalisha kwa wakati. Lakini toe wito kwa makundi yote ya vijana na wanawake kwamba sasa sera za serikali zinajaribu kuangalia makundi haya ambayo yalikuwa yamesahaulika. Kwa hiyo nitoe tu wito kwamba tunawahamasisha wao kujishughulisha katika sekta ya mifugo, hususan sekta ya maziwa, na kuna taasisi nyingi tunashirikiana nazo ambazo pia zinaweza kukwamua changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo ama zinazowakwaza wao kuingia katika sekta hii ya maziwa.
Na sasa tuangazie nafasi ya teknolojia katika kuharakisha mageuzi ya tasnia ya maziwa. Wataalamu wanaamini kwamba ongezeko la uzalishaji litategemea matumizi ya teknolojia za kisasa katika uzalishaji, ukusanyaji, usindikaji na masoko ya maziwa. Kwa majina naitwa Ramadhan Mwevira, ni Regional Sales Manager wa hii kampuni ya Eurus Tanzania. Eurus Tanzania ni kampuni tanzu inayotokana na kampuni mama inayoitwa Eurus Global inayofanya kazi zaidi ya nchi 86 duniani. Tunaingiza mbegu bora za ng'ombe wa nyama na maziwa kutoka Marekani, Brazil na Canada, lakini upande wa maziwa ni mbegu ambazo zina uwezo wa kufikisha mpaka lita 40 kwa siku, na upande wa nyama ni mbegu ambazo zina uwezo wa kufika mpaka tani 1 ndani ya mwaka 1.5. Lakini kwa kufanya artificial insemination au hizo mbegu ambazo tunauza, mfugaji atatumia miaka 11 mpaka 13 kuweza kupata pure breed. Kwa hiyo tukafupisha huo muda kwa kuleta huduma ya pili ambayo ni embryo transfer kama IVF ya binadamu. Kwa hiyo mfugaji ataweza kupata pure breed ndani ya miezi 22 tangu ng'ombe wake kupandishwa mpaka yule ndama kuja kuzaa. Nje na hapo tuko na vipimo vya mimba vinaitwa rapid test na accuracy ni 99%. Tuko na huduma ya ultrasonography, ultrasound kwa ajili ya kujua changamoto za hao ng'ombe. Tuko na vidonge, madini ya calcium, yaani madini yanaitwa Cal-24 au calcium bolus, yanatengenezewa ile mwani ya baharini. Kwa vidonge hivi vina calcium kwa 99% na madini mengine kwa asilimia zilizobaki. Kwa anamezeshwa ng'ombe mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kumzuia asipate lile tatizo la ng'ombe kudondoka baada ya kuzaa. Inaboresha afya ya kizazi pamoja na muonekano. Na mwisho kabisa tunafanya mafunzo kwa wafugaji dhidi ya ufugaji kibiashara. Lakini pamoja na uwekezaji katika teknolojia, wataalamu wanaeleza kwamba mafanikio yatategemea pia uwekezaji katika maarifa na ujuzi. Mafunzo kwa wafugaji, vijana na wadau wengine wa mnyororo wa thamani yatakuwa muhimu katika kuhakikisha teknolojia hizo zinatumika kwa ufanisi na kuleta matokeo tarajali. Mafunzo tuliyopewa yalikuwa ni watu wa IRILI ambao walishirikiana pamoja na watu wa TARIRI kwa maana hapa kwetu Tanzania. Yalilenga katika kuelewa zaidi habari ya mbali za ng'ombe au hizo jinsi za ng'ombe, ambapo walikuja na mifumo ambayo yatasaidia kuona genomic za ng'ombe. Kwenye upande wa genomic za ng'ombe una uwezo wa kumwangalia ng'ombe ukaona huyu ng'ombe labda ni Friesian, lakini baada ya kutesti manyoya, kufanya hizo genomic test, huyo ng'ombe sio Friesian, ni Asha au ni kitu kingine. Kwa wametujia na hiyo teknolojia ili kuwasaidia wafugaji kufuga kile ambacho ni halisi. Kwa jina mimi naitwa Eliamoni Eliatu, ninafanya kazi na shirika la utafiti wa mifugo duniani, kwa jina la Kiingereza tunaita International Livestock Research Institute, ILRI. Sisi tuko nchi nyingi, lakini kwa Tanzania tunafanya kazi na taasisi ya mifugo ya utafiti TARIRI, na lengo kubwa sisi ni kusaidia kufanya tafiti na kutoa ubunifu mbalimbali na teknolojia mbalimbali zinazoweza kumsaidia mfugaji kuongeza kipato, kuongeza tija na mwisho wa siku kuweza kuchangia katika uchumi wa Tanzania na dunia kwa ujumla. Sisi tumekuja kama watafiti wa kusapoti wafugaji, kuweza kuwasaidia wafugaji kuweza kujua ni teknolojia zipi ambazo zipo na ni zipi wanaweza wakazitumia katika kuzalisha maziwa na kuweza kuzalisha maziwa bora, lakini kuzalisha kwa wingi kwa gharama nafuu. Wafugaji wengi wanatamani sana wawe na ng'ombe mzuri, lakini wanashindwa kuelewa ni namna gani wampate ule ng'ombe. Kwa sisi tulikuwa tunawaeleza namna gani ya kuboresha ng'ombe zao walizonazo kwa kutumia kwa kuhimilisha na kuweza kuongeza genetic ya yule ng'ombe, lakini kwa kuangalia na mazingira yule ng'ombe aliyopo na chakula anachomlisha. Hivyo hivyo mfugaji yule anatakiwa aboreshe vile vile mazingira yule ng'ombe anayoishi kwa kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa. Kwa hiyo tuna teknolojia mbalimbali. Kwa Kiswahili ni ngumu kuzitaja, lakini kwa Kiingereza kuna teknolojia ya inaitwa Agnes. Hii teknolojia ni ya kuangalia molekuli zilizopo kwa ng'ombe na kuzipongeza ili ng'ombe aweze kuzalisha zaidi. Lakini vile vile tunapima wakati wa kuhimilisha, tuna chombo tunaenda kupima zile Siemens zikiwa field, kinaitwa Kasa. Kwa kile kinapima. Lakini yale maziwa yanayozalishwa vile vile tunayapima ubora. Tunayapimaje ubora? Tunatumia lactoscan ambayo iko maabara, lakini kuna chombo kidogo kinaitwa Telspec. Chenyewe kinapima field tu, unapima maziwa yale, unajua ubora wake. Lengo la kupima ubora ni kusaidia kumwezesha mfugaji aweze kujua azalishe maziwa ya ubora gani na atayauza wapi. Jina naitwa Dr. Edwin Peter Changa,
ni mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa mifugo kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania TALIRI inajihusisha na kufanya tafiti za mifugo na kusimamia tafiti zote za mifugo zinazofanyika nchini. Lengo kubwa ikiwa ni kuibua teknolojia za ufugaji ambazo zinawasaidia wafugaji wetu ili waondokane na ufugaji ule wa mazoea ili wafanye ufugaji ambao ni watija. Kwa upande wa taasisi ya utafiti wa mifugo kanda ya Nyanda za Juu Kusini, tunajihusisha na utafiti wa ng'ombe wa maziwa, lakini pia tunafanya tafiti za malisho bora ya ng'ombe wa maziwa pamoja na mbuzi. Pia tunajihusisha na utafiti wa wanyama wasiocheua kwa maana ya kuku na nguruwe. Sasa katika wiki hii ya maziwa tunatangaza malisho yetu ambayo yamefanyiwa tafiti pale TALIRI Uyole, ambayo ni malisho jamii ya nyasi, malisho jamii ya mikundekunde na malisho jamii ya miti malisho. Upande wa malisho jamii ya nyasi ambayo yamefanyiwa ithibati pale ni malisho jamii ya Rhodes ambayo tuna mbegu zake hapa, lakini pia tuna malisho jamii ya Napier. Napier kwa Kiswahili tunaita majani tembo au mabingobingo. Kwa hiyo tuna varieties au tuseme aina 3 ambazo tuko nazo hapa katika maonyesho haya. Tuna malisho jamii ya Junkao, tuna malisho jamii ya Ouma na malisho jamii ya Iri. Pia tumekuja na teknolojia za kuhifadhi malisho haya ili yaweze kutumika kipindi cha kiangazi ambapo malisho yanakuwa machache, hayatoshelezi, lakini pia kiwango cha lishe kinakuwa kiko hafifu. Kikawaida mfugaji anatakiwa ahakikishe kwamba malisho yanapatikana katika kipindi chote cha mwaka kwa ubora ule ule. Kwa hiyo unaweza ukahifadhi malisho kwa njia nyingi. Kwa mfano hapa tumekuja kuonyesha njia moja ambayo unaweza ukahifadhi majani kwa njia ya hay, tutaziona pale, lakini pia kuna njia nyingine ya kuhifadhi kwa njia ya silage. Silage ni majani ambayo yamevundikwa. Kwa mfano Napier, mahindi na sugar grass unaweza ukahifadhi kwa njia ya silage, ila majani kama ya Rhodes unaweza ukahifadhi kwa njia ya hay kama ambavyo tunaziona hapa. Wafugaji wote ambao wako mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kwa maana ya Iringa, Njombe, Mbeya yenyewe, Songwe na Sumbawanga tunawakaribisha sana kwenye maonyesho haya ya wiki ya maziwa, lakini pia tunawakaribisha kwenye kituo chetu kilichoko Uyole pale ili waweze kuja kujifunza teknolojia mbalimbali za ufugaji. Pale wanaweza wakapata vitu vingi sana. Wanaweza wakapata malisho bora ambayo yametafitiwa ambayo kama ambavyo tumeona hapa, lakini pia wanaweza wakapewa teknolojia za ulishaji, teknolojia za ng'ombe bora wa maziwa kwa maana ya ile mbali ambayo inatoa maziwa mengi, lakini pia wanaweza wakapewa teknolojia za wanyama wasiocheua kwa maana ya tuna mbegu bora za nguruwe ambao wanafanya vizuri sana kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Nguruwe ambao ni mchanganyiko wa large white pamoja na Duroc wanapatikana pale TALIRI Uyole kwa bei elekezi kabisa. Ongezeko la uzalishaji litategemea matumizi ya teknolojia za kisasa katika uzalishaji, ukusanyaji, usindikaji na masoko ya maziwa. Huu ni ufafanuzi zaidi wa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa unaolenga kuongeza tija, kuimarisha ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kujenga sekta yenye ushindani zaidi. Naitwa Lazaro Kapela, ni mratibu kitaifa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ni mradi ambao umejikita zaidi kuchechemua tasnia ya maziwa ama sekta ya maziwa, na umelenga mambo makubwa mawili. La kwanza kuboresha uzalishaji, lakini pia usalama wa maziwa, lakini pia na unywaji wa maziwa. Jambo kubwa la pili unaofanya mradi huu ni masoko, kuunganisha sasa wazalishaji wa maziwa na masoko. Mradi huu unaangalia wafugaji wadogo kimsingi walioko maeneo mbalimbali,
na katika maeneo ya mradi ni mikoa 8 Tanzania bara ambayo yanajumuisha halmashauri 21, lakini kwa upande wa Zanzibar ni mikoa 5. Sasa labda nirudi kwenye upande wa uzalishaji. Mradi huu kwenye uzalishaji umejikita zaidi kwenye mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kuleta mbegu bora, kwa maana ya kwamba mfugaji abadilike sasa kutoka kwenye ufugaji aliozoea wa kawaida, aboreshe uzalishaji kwa kuwa na mbegu ama breed ama mbari bora ambayo itamfanya sasa aboreshe kiwango cha uzalishaji wa maziwa. Mbegu hizi katika mradi huu ni mbegu ambazo ni stahimilivu katika mazingira yetu ya maeneo ya utekelezaji wa mradi. Lakini sambamba na hilo kwenye upande wa malisho, kwa sababu bila malisho pia uzalishaji huo mfugaji hawezi kuona ile potential ya kuzalisha yale maziwa. Huo mradi unaenda kuleta uelewa, lakini pia kuleta teknolojia ya mbegu mbalimbali ambazo zinastahimili mabadiliko ya tabia nchi, ambapo wafugaji wakiadapt wataweza sasa kuzitumia na kuzalisha kwa wingi kwa ajili ya matumizi yao, kwa ajili ya mifugo, lakini kuna wengine wajasiriamali wanaweza wakawauzia wengine. Ndio maana halisi ya tija. Jambo la tatu mradi huu unaenda kutekeleza ni kwamba pasipo maji, maana yake yale maziwa mfugaji hawezi kupata maziwa ya kutosha, au ng'ombe hawezi kutoa maziwa ya kutosha. Kwa hivyo mradi pia unaenda kuboresha visima, kujenga visima lakini na mabwawa kwenye maeneo ya mradi ili kuleta ile hali ya wingi wa maji, mifugo ipate maji ya kutosha. Naitwa Ramadhani Ibrahim Kaitira. Mimi ni technical assistant wa Tampa. Kwa urahisi kwa watu naweza nikasema ni IT wa Tampa. Nipo kwa ajili ya kusimamia development ya application ya Maziwa Hub. Maziwa Hub ni system au platform ambayo inakuja kucentralize shughuli zote za maziwa. Kwa hiyo wadau wote wa maziwa kuanzia wazalishaji, wachakataji, watoa huduma, taasisi za kifedha pamoja na watumiaji wa mwisho kabisa wote watakuwa wamejumuishwa ndani ya Maziwa Hub. Kwa hiyo utakapokuwa umeingia kwenye Maziwa Hub, umefungua akaunti yako, inategemea na user role ambao umefungua akaunti yako. Mfano, unaweza ukafungua akaunti kama mzalishaji. Utakapofungua akaunti kama mzalishaji, utapata access ya kufanya listing. Unaonyesha ni maziwa ya aina gani unayovuna, kama ni ya ng'ombe, ni ya mbuzi, na kwa kiasi gani, level ya uzalishaji wako. Utatuonyesha pale huko location gani. Sasa hizo listing unazoziweka zinaenda kuwafikia wahusika ambao wewe unawahitaji. Mfano, wale ambao wanaenda kufungua akaunti za processors, yani wachakataji, wale sasa wataenda kuona listing za producers, wazalishaji. Kwa hiyo sasa processor ataona ulichokilisti wewe producer. Kwa moja unakuwa una soko la muda huo. Yani wewe unachokilisti moja kwa moja kina soko hapo. Sio tena kwanza kuzunguka na pikipiki kutafuta masoko kijiji mpaka kijiji. Sawa? Na pia kuna watoa huduma, yani service providers, pamoja na suppliers. Wale wanauza vifaa, wanauza malighafi, wanatoa huduma za usafirishaji. Una huduma yako ya kusafirisha maziwa. Sasa badala ya kuhangaika kutafuta masoko ndani ya Maziwa Hub, moja kwa moja wewe ukishajilisti kule, muhusika anaweza akakuona pale, anakuwa anawaza kwamba sasa niko Iringa, kijiji fulani, nataka kusafirisha maziwa. Je, kuna wanaotoa huduma ya usafirishaji katika maeneo haya? Ukisha search tu pale moja kwa moja unawapata wasafirishaji wa maziwa. Unaona? Kwa hiyo Maziwa Hub yenyewe inakuja kucentralize kila kitu, na pia kwa sababu itakusanya information za watu wa kila aina kwenye hii ecosystem ya maziwa. Ni sehemu nzuri sana ya kusaidia taasisi mbalimbali za serikali, kwa sababu zile information ni real data na ni za wakati, sio zile za kuchelewa. Tafiti zinafanyika mpaka taarifa zinapokuja kutoka tayari vitu vishabadilika. Kwa hizi ni za papo hapo. Kwa hiyo ambapo taasisi zitahitaji kupata information, nazo zikiingia pale zinapata information za muda huo, kwamba sasa kuna watu kiasi gani wanazalisha, na kuna watu kiasi gani wanachakata maziwa kwa viwango gani. Nadhani tumesikia mifano, kuna kiwanda kilifunguliwa na Asas kwa ajili ya kuchakata maziwa. Naam, lakini
kimefungwa kwa sababu ya kukosa kwa sababu ya kukosa wazalishaji. Naona, lakini sasa fursa kama hiyo ndani ya Maziwa Hub inamaanisha atakapofungua account ya processor akasema anahitaji uzalishaji wa kiwango fulani, moja kwa moja wadau wanaiona hiyo opportunity kama producers, na wanaweza kukusanyika kama ni wachache wakakusanyika kufikia hicho kiwango na kuweza kudandia hiyo fursa moja kwa moja. Hizo ndio faida za Maziwa Hub. Jina langu ni Yahya Mrisho Watuta, ni mwenyekiti wa chama cha wasindikaji maziwa Tanzania. Na kwa mfano msindikaji akiingia kwenye mradi huu ataweza kuonesha bei za maziwa yake anayoyauza. Msindikaji akiingia kwenye mradi huu ataweza kuonesha bidhaa anazouza na bei zake na wapi zinapatikana. Watoa huduma wakiingia kwenye mradi huu wataweza kusema huduma gani zinapatikana, kwa mfano cultures za kugandishia maziwa, kwa mfano machineries za kugandishia maziwa, kwa mfano dawa za kusafishia vyombo na kadhalika na kadhalika. Na vivyo hivyo wadau wakijiunga hapa watakuwa na access ya kwenda kwenye vyombo vya fedha kukopa fedha kwa ajili ya kuendeshea miradi yao. Kifupi sana, hiyo ndiyo namna mradi huu unavyofanya kazi. Watafiti wana jukumu la kuibua suluhisho za kisayansi, kuboresha mifugo, kutengeneza mbinu bora za uzalishaji na kusaidia sekta maziwa kukabiliana na changamoto za sasa na za baadaye. Maonesho mbalimbali ya sekta maziwa yameendelea kuwa sehemu muhimu ya mikakati ya kuwakutanisha wadau, kubadilishana uzoefu na kuibua suluhisho mpya kwa ajili ya kuendeleza tasnia hiyo. Maonesho hayo yameleta mwamko mpya kwa wazalishaji, wafanyabiashara, wataalamu na wadau wa maendeleo kwa ujumla. Kwa maonesho ya mwaka 2026 yaliyofanyika viwanja vya Mwembe Togwa mkoani Iringa, yamekuwa jukwaa la wadau kuonesha ubunifu na kujadili mbinu mpya za kuinua sekta ya maziwa, ikiwamo matumizi ya teknolojia za kisasa, uboreshaji wa uzalishaji na kuimarisha ushirikiano katika mnyororo mzima wa thamani wa maziwa. Soko ni walaji. Walaji sasa hivi wastani wa matumizi ya maziwa tumefikia wastani wa lita 71 kwa mtu kwa mwaka. Tupo chini, mtu mmoja anatakiwa kutumia lita 200 kwa mwaka. Kwa hiyo tunajitahidi, na jitihada ambazo zinafanya serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa hivi imetuwekea msamaha kwenye vifaa vya kusindikia maziwa, magari ya kusafirishia maziwa na vitu kede kuhakikisha pamoja na vifungashio kuhakikisha kwamba tasnia ya maziwa watu wanawekeza na inakuwa. Tueleze tu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuimarisha na kutengeneza mazingira bora ya wadau wa maendeleo kuwa sehemu ya safari ya mafanikio ya wananchi katika nyanja za uzalishaji mali, hasa kwenye kilimo, ufugaji pamoja na shughuli zingine kama hizo. Tuhakikishie wadau wengine kwamba serikali hii itaendelea kutoa ushirikiano kwa kila mmoja ambaye nia yake ni kumgusa mwananchi na kumbadilishia maisha na kutengeneza ustawi wa watu wote. Lakini pia niwahakikishie kwamba sera za serikali yetu bado ni sera rafiki za kila mdau kuwa sehemu ya safari ya mafanikio. Wadau mbalimbali wametoa wito wa kuendelea kuongeza juhudi ili kuhakikisha kwamba tasnia ya maziwa inapiga hatua zaidi na kufikia malengo yaliyowekwa kuelekea mwaka 2050. Na kwa mwaka huu maonesho yameenda kwa kauli mbiu rasimisha biashara ya maziwa, okoa maisha ya walaji, ongeza kipato na changia uchumi. Na mimi ni Dennis Mwasalanga.